Mimi hapa kuna kitu nimekichukua, hofu na woga. Kuogopa, kuwa na hofu. Wapendwa, maana ya kufa moyo ni hali ya kukata tamaa na kukosa matumaini. Mtu anakata tamaa, anakosa nini? Matumaini. Unakufa moyo, unakata tamaa, unakosa matumaini ya jambo fulani. Lakini mtu anapokuwa amekata tamaa au hana matumaini, moyo unakaa mbali. Sawa jamani? Moyo unakaa wapi? Mbali. Na ukikaa mbali, unaweza kujikuta unapata mlipuko fulani wa moyo, kata tamaa. Na sasa hivi kuna ugonjwa umetokea kwa mtu ambaye amekata tamaa au anasikia moyo una mlipuko, anaweza akapata stroke. Mnafahamu? Mnafahamu? Mtu unakata tamaa, unafika mahali mawazo yanakuwa mbali, hasa unayempenda anapokuwa amekugeuka, hasa ule mke wako anapokuwa amekuchanganya, hasa biashara inapokuwa imekuchanganya. Kamradi ulitegemea kataleta matunda, unaona kanaporomoka. Unapata mawazo makubwa, unaanza kujifikiria inakuwaje. Sasa unapokata tamaa, moyo unakaa mbali, unaanza kusikia maumivu, unaanza kusikia shida. Lakini hapa tunaona watu waliokuwa wametaka kukata tamaa, malaika akawajia akawaambia, msihofu wala msiogope, maana ninawaletea habari njema na habari kuu. Nawaambia hivi, leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Walikuwa na hofu, walianza kuwa na wasiwasi. Na wasiwasi ni kitu ambacho, hofu ni kitu ambacho kinaweza kumfanya Mkristo kupotea kwenye msingi. Hofu, mashaka, wasiwasi inamuondoa Mkristo kwenye msingi. Na ni kitu ambacho shetani anakielewa kwamba kikitumia kina mamlaka kubwa kumporomosha mtu kutoka kwenye misingi. Kwa mfano, mnamfahamu hata mwanadamu wa kwanza yule alipoasi, mnakumbuka alikupata mashaka na wasiwasi juu ya neno la Mungu. Eva, mnafahamu, alikuwa ni mtu wa imani pia. Si mnafahamu? Alipoletewa maneno, aliletewa maneno ya kumchanganya, akaona mashaka juu ya neno la Mungu. Alipopata mashaka tu akaporomoka kwenye maadili. Kitu ambacho shetani anakitumia mahali popote kumwangusha Mkristo ni kumpa mashaka juu ya neno la Mungu. Ukipokea wasiwasi, hata kama mtu angenena kwa lugha, huwezi kuamini. Ukipokea mashaka, hata kama maajabu yangefanyika, hutoamini. Kwa sababu ni nini? Una mashaka tayari. Usiogope. Kwa nini nataka kuzungumzia neno hili mchana wa leo? Mwaka huu ni mwaka mpya ambao tumeupata kutoka kwa Bwana kama zawadi. Tumepokea kutoka kwa Bwana kama nini? Kama zawadi. Lakini leo nataka nikufundishe neno moja, ya kwamba pamoja na kuwa tumepokea mwaka kama zawadi, naomba usiogope. Sijui mnanisikiliza vizuri? Siko changamoto nyingi ambazo zimetokea kwa mwaka uliopita. Ipo sababu ambayo ilikuwa ingekufanya usiishi kwa mwaka uliopita, lakini leo umepata mwaka mpya. Naomba usiogope kwa sababu yoyote ile. Kumbuka, aliyekuvusha kukufikisha kwenye mwaka huu amekuandalia mambo ya kukufanya uishi mwaka huu nao. Nafikiri unaweza usinielewe. Naomba niwaambie, kanisa likikosa matumaini linaporomoka kwenye maadili ya kumtafuta kanisa. Na mtu yeyote akikosa matumaini anaondoka kwenye maadili. Kwa mfano,
Kanisa likikosa matumaini linaweza likapoteza mwelekeo. Likikosa matumaini hata nguvu ya kimungu inapungua kwa sababu wana matumaini. Lakini kanisa likiwa na matumaini utaliona lina survive kwenye mambo ya kiroho. Linapeta, maana wale watu wanaye muamini wanamuelewa, kisha wameelekeza mioyo yao kwake. Mungu anasema nao. Hebu tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 16. Naomba mtu mmoja nisomee pale. Na maiki mpe mtu huyo. Soma pale. Watu wa kusoma hawapo. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 13. Hivi nianze kusomesha kisomo cha ngumbaro sasa. 12 mstari wa 13 hadi 16. Na Mungu linasema, ndio. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda, akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Ndio. Wakamwambia, una wazimu. Ndio. Lakini yeye akakaza sauti akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Ndio. Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu, naye akawapungia mkono wanyamaze. Hebu tukiachia hapo, sikiliza ili tupate nafasi ya kwenda kidogo. Huyu waliyemsoma ni nani? Ni nani kanisa? Mnajua yaliyomkuta Petro? Alikuwa wapi kipindi hicho? Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndugu alikuwa amefungwa. Biblia niambia kanisa lilienda kufanya nini? Kuomba Mungu. Nisikilize vizuri, Mkristo niliyesimama mbele yako. Kanisa likikosa matumaini halina ubora. Kanisa likipoteza mwelekeo haliwezi kuwa na nguvu. Nikizungumza kanisa tunakuwa tumezungumzia wote pamoja, lakini mmoja mmoja ukikosa matumaini unakosa nguvu. Hata iwe katika familia, hata iwe katika jamii ya watu wanaokuzunguka, katika biashara, ukikosa matumaini, ukikosa moyo wa kuamini kile unachokifanya, unaweza kupotea kwenye mwelekeo uliokuwa umekusudia. Bwana tusaidie sana. Nisikilize vizuri. Hawa watu, Petro alikamatwa akapelekwa gerezani akafungwa. Biblia niambia nalo kanisa lilienda kufanya nini? Kuomba. Wakati limeomba, ili kanisa lilijua ushindi unapatikana wapi. Nguvu ya kufanya mtu arudi kwenye msingi kama kanisa ni kuwepo kwenye maombi. Maombi, wapendwa, yanamfanya mtu awe na nguvu ya kiroho, kama vile mtu ambavyo anakuwa amepungukiwa na maji mwilini, anatakiwa kuongezewa drip. Mnanielewa vizuri? Japokuwa mimi sio daktari. Kuna mahali pengine ukienda hospitali wanamuona huyu mgonjwa anahitaji maji. Lakini hata kama alikunywa maji nyumbani, wanamuongezea nini? Wanaona kuna umuhimu wa kumuongezea maji. Sasa daktari akikosea au akishindwa kumpa maji, au anaweza kumpa maji lakini akiwa ameshazidiwa. Sisi juzi tumepoteza mtoto wa binamu yetu. Ameugua ghafla. Na binamu yetu alikuja kwenye uzinduzi. Yule mama alikuwa amejifungua watoto wawili mapacha, miezi miwili imepita. Juzi saa 9 ameshikwa na ugonjwa, imefika saa 5 ametupigia simu amefariki. Hivi vitoto viwili vimebaki vinalialia tu, mama hayupo tena. Walipofikisha hospitali wamempa drip, lakini haikufaulu. Hata kama wamempa drip ilikuwa sio majibu. Lakini walihitaji kuongeza nguvu.
Nataka munisikize vizuri. Mwaka huu tunaoanza, inawezekana ulikuwa na uzembe wa kuomba Mungu. Naomba tafuta mpango wa kurudi kumwomba Mungu. Sijui mnanielewa vizuri. Hatuwezi kushinda vita ya kiroho bila kuwepo kwenye maombi. Na maombi ndiyo silaha ambayo sisi tunampiga shetani kwa maombi. Na kama hatuwezi kuomba tutapigwa, kwa sababu maombi ndiyo nafanya vile vifungo vyote vya adui viachie. Kwa mfano hata mimi leo unaona nahubiri hapa, nikimaliza mahubiri tunakwenda kwenye nini? Kwenye maombezi. Tukienda kwenye maombezi, yale maneno tunayotamka wakati tunaomba huwa ndiyo yanayofungua watu. Hili neno linatuonyesha matumaini, linatuonyesha jinsi Mungu anavyotaka tuwe. Tukishaliamini lile neno, ili tujinasue hapo tulipo, tunakwenda kwenye maombi, na tukiomba Mungu anatusikia, na akitusikia anafungua ile milango ya kuzimu, inaachia, tunabaki huru. Sasa hawa watu walipokuwa wamemshika Petro, wamemfunga, Wakristo walikwenda kuomba. Mimi naliambia, walipoomba Mungu alisikia, akawajibu. Kuwajibu kwao alituma malaika, wakaenda wakafungua mlango. Petro akatoka kwa mzima, lakini mimi naniambia akaenda kanisani kule walikokuwa wanaomba, akafika na gonga mlango, maana walikuwa kwenye nyumba ya kina Yohana Marko. Hodi! Wakristo waliokuwa wanaomba hawakujua kama majibu yao yamefika. Mnamuona huyu Roda alienda mlangoni, anauliza, anasikia sauti ni nani? Ya Petro, lakini hakufungua kwa furaha. Yeye ameshajisikia. Aliporudi kwa washirika akamwambia, jamani, Petro amerudi. Walimwambiaje? Una wazimu. Mtaka kumwambia una wazimu, maana yake umepandwa na wazimu. Wewe unatuambia yupo wakati amefungwa. Nimemsikia yuko pale. Umesikia malaika wake. Baba, katika jina la Yesu, jamani, liamini neno. Kuna mahali pengine ukiomba majibu yakija, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Kuna mahali pengine ukiomba unaona majibu hayajatoka, mwambie Bwana, asante, nimeshakwambia, najua haya majibu tayaleta. Unajua katika maombi ndipo tunapata ushindi. Kukata tamaa ni kitu kimoja kigumu sana. Mimi ngoja niwaambie. Unajua katika habari ya kukata tamaa mimi naelewa, na habari ya kutoka kukata tamaa mimi naelewa, kwa sababu nimetokea huko. Kwanza kabisa, hakuna kitu kinanikumbusha ninapofundisha somo hili katika safari ya utumishi. Bwana sifiwe. Anayelala mwambie asilale jirani yako. Kuna watu wanataka kunitimulia usingizi hapa. Bwana sifiwe. Wanalembua tu wanalala. Jamani, hako kafeni. Kana tekenya mtalala. Amen. Na mimi kako jumbo na silahi. Sikiliza. Katika safari ya utumishi, unaniona nimesimama hapa. Mimi niliposikia wito kumtumikia Mungu kuja mahali hapa, nilisikia wito, nikaanza kuona hayo maono. Niko chuoni niko nasoma, niko na study kwenye library ya chuo cha Bigabio. Nasikia sauti inaniambia hivi, nataka ukanitumikie. Sauti naisikia, nikigeuka sioni mtu. Nikaanza kuhangaika. Tulikuwa na Pastor Naftali, tulikuwa na wengine. Nikaanza kuambia, mbona nasikia sauti, wanasema mbona sisi hatuisikii? Muniombe. Kila nikifumba macho, tunasoma, alafu nikifumba macho nikitafakari, ile tunatafakari masomo, naona kitu kingine. Nikaomba Mungu, nikatulia. Nimerudi nyumbani, nimelala usiku. Mungu anatuma ujumbe, malaika wake wanakuja kuniambia safari ya utumishi. Wananionyesha hii mwisho wa lami Gongo la Mboto, wananitembeza kwenye maono. Nimelala, niko Kigoma, sijaja hapa. Nikachukua diary, nikaandika karatasi, nikakiona kiwanda cha Namera, wala sijui kama ni Namera. Naona reli, naona kiwanda, sikuwa najua kama kuna Namera. Nikaandika kwenye karatasi, nikamaliza. Nikaanza kuambia waombaji, tulikuwa tuna kikundi cha waombaji, jamani, tuendelee kuombea. Mimi nasikia maono 1, 2, 3.
Watu wengine wananiambia maono, nataka kutoka. Hiyo Dar es Salaam yenyewe mimi nilikuwa napita, nishapita Dar es Salaam, sio kwamba nilikuwa sijawahi kufika hapa Dar es Salaam, nishapita. Lakini kuja Gongo la Mboto sielewi. Sasa nisikilize, nisiende mbali sana. Maana nikatoa hizo ukashindwa kunisikiliza vizuri. Baada ya kuwa nimeona naweza nikaja, nilikuwa mpinzani sana juu ya safari ya kuja huku. Kila nikipanga kuja na ilisha. Wakanilipia nauli ya kuja hapa, nikapangua. Mwisho nakumbuka Zakaria Andrea alinifuata katika kijiji kimoja cha Migongo, akanikatia tiketi. Iko Muyama kule Kigoma, mbali kabisa na huyu kwa Filipo Mpango kule. Sasa wameniandikia, wameniambia tiketi ya tarehe fulani. Nikamwambia hiyo siku siendi. Siku moja Zakaria akatuita na Naftali. Akatoka kwenye kikao akasema, "Hivi mnafahamu kama Mungu amewaita?" Ndio ametuita, lakini mimi nikaweka sababu zangu, nikaeleza sababu zangu. Mimi nakumbuka nikutana na mapigo yasio madogo kwa safari ya kuja huko. Yasio madogo. Ukiona niko hapa usifikiri nikuja tu from nowhere tu nikaamka na kuja. Mwisho nikafunga safari kuja huko. Kipindi nakuja train naishia Dodoma. Unatoka Dodoma kwa mabasi ya Sumli tunakuja Dar es Salaam. Kipindi hicho mwaka 2006. Niliingia Dar es Salaam tarehe 1 mwaka 2006 kuja kwa kazi ya Mungu mahali hapa. Mnanisikiliza vizuri? Mnanisikiliza vizuri? Mnanisikiliza vizuri? Nakupa historia ya kanisa unalosali wewe leo. Usisinzie, na unisikilize. Inawezekana baadaye utaulizwa, hili kanisa lilianza lini? Unaona kwanza mtu akupa historia zaidi yangu. Uwe macho nisikilize. Nilipoingia, sikuingia hapa kuna kanisa. Nimeingia nina mawazo ya kanisa, hakuna kanisa. Nikaja na mke nimemwacha na watoto nimewaacha, nikaja peke yangu. Nilipofika nikafikia kule Sokota, walipokea wafanyabiashara. Wafanyabiashara walitoka kijijini kwetu. Waliponipokea, kesho wakatengeneza mazingira ya kunitafutia huyo mtu naweza kuwasiliana naye ili tuanze naye. Mnisikilize. Nilipofika hapa nikapokelewa na marehemu Kinyange. Mnanisikiliza vizuri? Na Kinyange tulikuwa tumekutana chuoni. Wakati yeye anasoma chuo na mimi niko chuo. Hatukuwa tumefahamiana kwamba tunaweza kukutana pamoja, tukatumika pamoja. Aliponipokea akasema, "Mimi natumika Ifakara. Kwa hiyo inabidi kama utaungana na mimi tuende Ifakara." Mimi nikasema basi tuungane tuende Ifakara. Tukafungua kazi ya Mungu hapa. Munisikilize. Mimi nilipoanza kazi ya Mungu hapa tarehe 8 ya mwezi wa pili mwaka 2007, naomba niwaambie, nilishangaa ibada nilianza na watoto wangu. Mnanisikiliza vizuri? Mnanisikiliza? Na watoto wangu, ibada ya kwanza Kinyange na Gabriel wakaja kufungua kanisa siku hiyo hiyo na kufungua tawi siku hiyo hiyo. Bwana anatupenda nini? Haleluya, bado anatamba. Huyu haleluya, bado anatamba. Na kina France hawa, Vandi, Jess, Nuru nikamwacha Kigoma yuko anasoma. Tulipoanza hapa, walipomaliza kufungua hilo tawi, wapendwa washirika, nikabaki na kina Flasi, haleluya, Jesse, Vandi na mke wangu na Tito. Mnisikilize vizuri. Jumapili inayofuata hakuna mshirika. Ninaanza sasa. Bwana sifiwe. Kumbuka nimesoma Biblia. Shule ya Biblia nina mwaka, diploma nina miaka 2. Kitabu kipo lakini washirika hakuna. Mnasikiliza vizuri? Elimu tu ya kujua nifundishe na elewa. Sasa washirika ndio hawa nao hapa ugali, halafu baadaye na wahubiri hao. Nisikilize vizuri. Huyu mama mchungaji amekungutwa injili, maana ndiye alikuwa mtu mzima. Kama ni injili, huyu mama amepigwa injili ya kufa mtu. Piga
injili sielewi, na mhubiri kama sio yeye. Yaani hapa sioni kama ni mke wangu, naona ni mshirika. Habari ya mke wangu nitajuana baadaye na yeye huko. Ni injili juu kwa juu na mhubiri yeye. Nikisema sema amen, haongei amen, anamwambia ongea amen. Na anasema amen. Ibada ilichemka kuliko hii ibada ninayoiona. Nikisema Bwana Yesu asifiwe, unanikodolea macho. Kwani wewe mshamba kwangu? Nilimwambia mke wangu Bwana asifiwe, alisema amen. Na alikuwa anaelewa kwamba anahitaji kujibu amen. Sio niongea Bwana asifiwe na nikodolea macho. Habari kwa nikodolea macho sio hiyo. Atakodoa macho baadaye tukirudi wapi? Nyumbani. Kwa hiyo mama mchungaji ndiye alikuwa shemasi wa kwanza. Mashemasi wote mlioka hapa, mama mchungaji alikuwa nani? Na nilikuwa mzee wa kwanza wa kanisa. Washirika wa kwanza kukaa kanisani wakina Vandi, kina Jesse ndo walikalia viti vya kanisa. Nimetengeneza mabenchi na yabeba kichwani. Sasa niambie, nazungumza kukata tamaa. Nimetoka kanisa na watu zaidi ya 1600 kule kwetu. Nakuja kukaa na mke wangu, ilihitaji moyo. Na watu wakija kuniangalia wanasema umechanganyikiwa. Unakaaje unasali na mke wako wakati madhehebu yako mengi? Mnanisikiliza ninachozungumza? Hiyo nyama haipo. Huyo samaki hayupo. Naomba niwaambie, nakumbuka ilifika mahali siku moja mke wangu alibaki na shilingi 200 mfukoni. Kumtumikia Mungu kuna faida. 200 mfukoni. Mama hakukata tamaa. Mke wangu aliishi kana kwamba nina mamilioni ndani. Wakati mwingine nakosa hela ya kununua mkaa. Mke wangu anatembea kuangalia nani amemwaga zile chenga alizokwisha pikia, ameona hazimfai. Huyu hapa. Mungu akubariki mama, ulinisaidia. Umeilea huduma yangu, umenisaidia. Kama huyu mama angenitia changamoto ningekimbia. Maana alikuwa anakwenda kupoteza tu kuni. Mafuya anaanza anakwenda kutafuta ile apike ugali. Hiyo gesi tunaitoa wapi? Unakuwa jeuri ukipewa bajeti ya 5,000, mume wangu hainitoshi, ushindwe, una shetani ndani. Hii hainitoshi na vitu unageuza kama vile wanafunza. Achana na hiyo. Hela yoyote inatosha kama imetoka moyoni kwa mume wako. Ipokee ilivyo. Ndiko nimeanzia mimi. Nafundisha maisha niliyoishi. Wewe umewahi kula mchicha Jumatatu tu Jumatatu? Jumatatu tu Jumatatu mchicha umewahi? Unajishaua tu mara nataka dagaa Mwanza, nataka dagaa mchele, wewe tajiri. Unapata hela, unakosa kumshukuru Mungu. Nimeanzia huko. Tukafanya kazi ya Mungu. Mpaka nikafika mahali nikatengeneza utaratibu, nisikilize. Mtoto huwezi kunywa chai, umeleta karai ya mchanga. Leta mchezo na kazi ya Mungu. Hao akina Yesu nao wamekaa hapa. Kwanza chai ipo, lakini kujilipa kwanza unabeba mchanga. Hakuna kunywa chai mpaka umeleta karai. Ila chai ni wana haki ya kunywa. Ila walete kwanza nini? Nilikuwa sina uwezo wa kununua lori ya kubeba mchanga. Au ya kubeba mchanga nilipie lori. Nikaanza hivyo. Kazi ya Mungu imeenda. Nikavumilia mengi. Nikajitahidi kuvumilia mengi. Watoto wangu wamevumilia mengi. Wakati naanza kazi ya Mungu hakuna kitanda, watoto wangu walilala chini. Mungu anisamehe kwa watoto wangu niwakosea. Walibeba wito usio wa kwao. Lakini hata hivyo walijisikia amani kuwa na mimi. Bwana sifiwe. Kuvumilia kuna mambo. Usifikiri ukiambiwa vumilia jipe moyo ni jambo jepesi. Lazima katika kuvumilia muna maumivu. Hivi mnanielewa vizuri? Na kuelekeza vitu nielewe. Nikaenda kazi ya Mungu nikaanza hivyo. Nikapewa fedha ya kununua hiki kiwanja. Hiki kiwanja nimenunua kiwanja mimi
Sio ninyi mmenunua, nimenunua mimi. Nimepewa hela. Na moyo huo huo nikanunua kiwanja hiki, kikaandikwa kanisa la FPCT. Ila mnunuzi ni Filipo. Aya. Nilipopewa ile fedha, nikapewa fedha ambayo ni nyingi. Ile fedha iliyoongezeka pale, aliyenipa nikamrudishia. Sio niliona kama mjinga. Baba, hela imekuwa nyingi, hela yake iliyobaki ni hii. Maana amenipa milioni 4. Mke nimemwacha mkoani. Ningeweza kununua ule uwanja, maana nimenunua milioni 2 na kama na 700 hapo. Sasa kwa milioni 4 si nimebaki milioni 1 na kama na 500. Na 300. Ile hela ningeweka mfukoni nikajipelekea nyumbani, angenidai, uwanja si upo. Lakini nikamwambia hela iliyobaki hapa, mimi nitaka uwanja wa milioni, uwanja tu, na nimeupata uwanja. Basi Mungu akubariki. Nilipopewa ile fedha akaniambia, tangu nimepata watumishi sijawahi kupata watumishi wa namna hii. Hii hela naenda kukutunzia. Amejipeleka fedha baada ya wiki 3. Ananiambia, unaonaje utafute mahali pengine pa kununua uwanja? Nikanunua uwanja wa Banguro. Ule ambako yuko John. Ule uwanja nimenunua ile hela iliyobaki hapa kwenye uwanja huu. Nikalipia. Ule uwanja nao nikapewa. Tukaanza kufungua kanisa pale na Kinyani. Sasa kuja kuhama tu kupewa parishi, tawi likabaki kule. Ule uwanja na ule uwanja wa Robert ulioko Viwege. Hapo Viwege nimenunua mimi. Kwa hela niliyopewa. Kwa uaminifu. Mnanisikiliza? Nikabaki na huu uwanja. Sasa ni uwanja wetu. Mnanielewa? Ni uwanja, nakupa historia. Lakini nataka niwaambie nilivumilia mengi. Namshukuru Mungu, ukiwa mwaminifu Mungu hakuachi. Huyu mke wangu na watoto hatujawahi kulala njaa. Mnanisikia? Wala hivi unavyotuona tunamtumikia Mungu, haijawahi kutokea tukakoroga uji. Hata siku hatujakoroga uji. Mumetegemeza, mumekataa, hatukorogi uji. Nataka niwaambie sasa. Kwa sababu naweza nikahama hata kanisa hili. Sasa hivi sio kama naanza. Sasa hivi hili kanisa nikisema nahama, wanatamani watu waje. Si limeshakaa. Ukiwa bado unafungua hakuna wa kusamani kuja. Ile ikishapatikana wanaweza kutamani kuja. Si ndio jamani? Lakini ukweli usiopingika, ili upate kitu kizuri inahitaji uvumilivu. Inahitaji kujipa moyo. Nataka kuyaongea haya ili uyaelewe kwamba hata mtumishi wetu alipitia kwenye changamoto. Ukiona leo navaa hivi, sio kwamba nilianza kuvaa hivi. Wewe unataka uanzie juu jamani, hata duka huwezi kuanzia kutungua juu. Anza kupanga chini ili uende juu, kumbuka historia. Amen. Amen. Yaani naomba kabisa usiogope wala usife moyo. Katika maisha haya ziko changamoto. Na mimi napofundisha leo nataka nikwambie, kwa mwaka huu najua umeshakutana na changamoto nyingi, najua umeshakutana na maisha magumu ya aina fulani, lakini naomba nikwambie usikate tamaa. Hapo hapo ulipo unaweza kutobolea hapo hapo. Usikate tamaa. Watu wengine wamechanganya mambo. Unaona mtu amefungua biashara ya nyanya, unataka kufungue biashara ya nyanya pale pale alipofungua mwenzio. Ni ajabu sana. Utofaulu sana. Japokuwa ni sawa kufungua, lakini angalia ni wapi unatakiwa ufungue. Yaani nyanya nauza hapa, wewe unafungua hapo hapo. Kumnyang'anya wateja mtu ni kazi. Wewe ameshakaa miaka 3, unaenda kupanga nyanya 5 pale. Utaumia. Utabaki na laumu, mchungaji haniombei, baraka bana wewe ile madhabahu haineni vizuri. Ulitaki nieneje vizuri wakati wewe unakwenda. Sasa hapo kwa mfano, mtu anayeuza vipodozi, anaweza kaleta hapa mlangoni, hapa shule na kauza. Anaweza kauza vipodozi pale. Sasa mfanya biashara ni na ujinga. Nimefungua duka kubwa nataka la jumla, aweke pale na mlango wa kaikai.
Wanafunzi watapita wanamwangalia. Wamepewa hela za kununua nini? Pipi. Sasa ameweka pale mlangoni, anakuambia mchungaji na mzee wa kanisa, ombea biashara yake ibarikiwe. Mtajirisha upepo. Utaanza fungua madirisha. Madirisha ya kufunguliwa yako wapi? Mtatoka kali yako kanunue jumla hapo mlangoni. Hapo unatakiwa ufungue nini jamani? Sana kuuza sana mapipi tu. Na wengine na madaftari wengine hawanunui. Labda madaftari ya kupiga mazoezi watoto mabosi hapo. Nje na hapo imekula kwako. Ni sawa na mtu aje kuuza ugoro hapa mlangoni kwetu. Atanunuliwa nani? Aweke ugoro pale. Nauza ugoro. Watampita tu bwana sifiwe, anashangaa. Hauziki. Amen. Yaani kuna mahali pengine biashara ukiipeleka haifanyiki. Na sio mahali pake. Wewe hapo leta kanzu uzie hapa, nanunua nani? Kanzu. Wakati kanzu zitakiwa kwenda msikitini wala zileta kanisani. Atanunua. Washirika wote kuna wakuvaa kanzu. Ijabu akileta pale nani atanunua? Amen. Amen. Biblia inasema tumepewa akili ya kujua mema na mabaya. Lazima uelewe unataka kufanya nini. Pamoja na baraka, lazima tuwe na ufahamu zile baraka zinapitia wapi. Mwaka huu nataka niwaambie, mwaka huu tunataka tumwambie Bwana afungue madirisha ya watu ya baraka. Lakini zile baraka zinatakiwa mahali pa kupitia. Amen. Mama huyu mnamsikia anashuhudia. Ana cha kuanzia. Mungu anamuuliza Musa, una nini? Una nini? Anasema na fimbo. Tumia hiyo. Sasa jamani, mwaka huu tunataka tupate baraka, lakini fikiri unafanya nini juu ya hizo baraka unazozitaka. Kweli tukikaa nyumbani tunapata baraka tu hivi hivi? Ninawauliza, tukikaa nyumbani tunapata baraka hivi hivi? Wapendwa, hata kama huna kazi, mume wako na kazi, hebu muombe hata mume wako. Unajua kuna mwanamke mwingine hapata nafasi hata kuombea mume wake. Na kuna mwanamke mwingine na kazi, mume hamuombei mke wake. Hata leta tu nitakula. Hata leta tutakula. Hakuna maombi, kuombeana. Lakini kutiana moyo. Msiogope kufanya biashara. Usiogope kuendelea na msingi ulionao. Usijikatie tamaa kwa ile kazi unayoona mbele yako. Iombee hiyo kazi ili Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Ni mwaka huu, ni mwaka, naomba niwaambie, ni mwaka katika miaka ambayo umewahi kufahamu, ni mwaka mmoja mgumu. Mimi naomba niwaambie, ni mwaka mmoja nini? Yaani nataka niongee na ninyi mnielewe. Ni mwaka mmoja mgumu kama ulivyowahi kujua. Kwa wanao kuna mishahara serikali watapewa mishahara yao. Ila kwa sisi kina yae tunaobangaiza kwa mitaani, hali sio sawa na miaka tunayoifahamu. Kwanza uchumi wenyewe wa nchi yetu ulivyo. Mnanisikiliza vizuri? Uchumi wetu wenyewe ulivyo. Kama tulikuwa maisha yetu yalikuwa kwa namna fulani, wakati bado taifa letu linapokea hata mikopo kutoka mataifa mengine, ile heri inakuja nchini inatusaidia katika mianya mbalimbali. Leo hiyo mianya mingine haipo. Tutatumia mali zetu za ndani. Maana yake tunyang'anyane hela iliyoko ndani. Itakufikia saa ngapi wewe mbukira kama mimi? Lazima uwe na maeneo ambayo umeyatega ili watu wanaofanikiwa wakifanikiwa waje wapitie mahali ulipo, wakuletee na wewe upate salio. Ninyi wenyewe mkiangalia sasa hivi hela ni kama mitaani kuna mtu ametunyang'anya. Mbona naongea na Watanzania mnielewe? Sasa hivi waliokuwa na miliki malaki, mamilioni, ni sasa hivi walio miliki mamilioni wanakimbia kwenye malaki. Kwa nini? Kwa sababu uchumi ni mdogo sana, wahitaji ni wengi sana. Lakini naomba niwaambie, pamoja na hayo haitakosa ile mibaraka tuliyoahidiwa na baba yetu. Haitokosa
ile ahadi ya Mungu wetu juu yetu, lazima tutakula, tutashiba, na maneno yao ya kusema uchumi hautoshi, bado tutasurvive, maisha yetu yatakaa vizuri. Mungu anajua namna ya kutulisha. Kama aliweza kumlisha mtumishi wa Mungu Elia kwa kunguru, bado anaweza akatuletea baraka zake tukara na kusaza. Amen. Amen. Tumeimba sitakufa, sitakufara, sifi, sitakufa, sitakufara, kama mti umepandwa kando maji, kweli sitakufara, sifi. Nataka niseme hufi. Narudia tena, hufi. Utaonekana ni kama mti uliopandwa kando ya mto. Wataonekana wanakonda wengine, lakini wewe utakuwa unanenepa, maana umepandwa kando ya mto, kilindi cha mto cha Yesu Kristo wa Nazareti. Anakutunza. Na naomba niseme kwa mwaka huu, acha kuogopa, usihofu yale yanayokuja mbele, asikutishe. Angalia aliyekuita. Unajua Mungu ametuita, ndugu zangu. Sio mimi mchungaji tu nimeitwa, hata wewe umeitwa. Ana vitu Mungu anataka kufanya na wewe. Ngoja niwaambie. Kuna mfano nilishautoa hapa siku moja. Kuna binti moja alikuwa ametolewa mahali. Katolewa mahali, kamaliza. Wakasema sasa tunataka tuende kwenye send off. Nishaeleza hapa siku moja. Yule kijana kaondoka kwenda kwenye send off. Mnajua wavulana wanajificha, wasichana wanawatafuta, si mnakumbuka? Unakuta kwenye ukumbi ka kijana kamekaa kwa chini ya viti au chini ya kimeza fulani. Sasa msichana anakuwa kwa doa macho anatafuta. Asipopata mtu wa kumtonya yuko sehemu fulani. Na wasichana nao wanaelewa siku ile. Wanakuwa na watu wa taarifa, waandishi wa habari wengi tu. Kwa hiyo kijana akiingia atanaingia washamuelewa. Huyu hapa. Akienda kujificha wanamuona yuko wapi. Sasa msichana wanamwambia nenda kumtafuta kwenye speaker kule. Kwa hiyo binti anaanza kaanzia huko na angaza, alishaambiwa yuko wapi. Sasa ninyi mnakaa hamuoni. Walishamwambia. Unaona anajiangalia tu. Angalia tu. Hamna. Wai mapema, tunajua unaelewa, unatuchelewesha kula. Basi unaona wanaje? Etram. Huyu anafanya hivi kwamba hajui yuko wapi. Akitoka hapo mwanangu ameshaona, wengine wanambia, bwana temu kamlete bwana, ameshachoka watu. Ndio anaangaza tu hivi. Mwisho anamuokota kama alikuwa amepotea kwani. Anamleta. Alipomfikisha hapo, wakakaa. Wakaanza mazungumzo. Afika mahali pa kutoa nini? Zawadi. Yule kijana yeye alifanya utundu. Hao vijana nao wanafanya utundu. Kachukua mkate kama hivi. Si mnaniona? Kaingiza nini? Kaingiza ufunguo wa gari. Kabana ule mkate. Wanatoa zawadi kwa mpenzi wake, mchumba wake, kapeleka mkate. Msichana alipoangalia ule mkate, huo kwenye kilambo. Huyu baba naye ana akili mbele ya watu, mkate. Amenidharau kweli jamani. Mbele ya watu, hii mkate na shilingi 500. Yule binti akapokea yule mkate, kakiangalia katikati ya watu, akaonekana kama amedhalilishwa. Akakosa uvumilivu, akakosa heshima, akakosa utii. Akashali mkate kalirusha. Katupa kabisa mbele ya watu. Tap. Mkanamuuliza vipi? Yaani mtu huyu ni bosi msomi. Kwa mfano Eden anakuja, anakuletea mkate, eti ndio zawadi. Si ni matusi. Mama Eden, nisikilize. Mkate ndio analeta katikati ya watu. Ndio mnafunga ndoa mkate, Eden daktari. Unajiuliza huyu baba angeleta angalau pasi hata cheni 1000 ngapi? Lakini mkate.
nile mkate katikati ya watu. Edeni huko unapelekea mkate mama yule katikati ya watu, na watu wamekusanyika watu. Bwana ametupa. Yule kijana kaangalia, kaumia sana. Kasema huyu msichana amekosa heshima. Kwani mkate sangechukua tu atakapeleka wengine wanaohitaji. Ametupa mkate wakati hajaelewa kuna nini. Kijana akafuata mkate ulikotupwa. Maana alielewa kuna nini, si ndio? Akafuata ule mkate akachukua. Akaushika tu. Wakawa na mshanga tu. Wakafika mahali wakatoa nafasi aeleze yule kijana. Anasema, jamani, naomba niseme. Nina jambo la kusema kubwa na zuri. Ameshika ile mkate. Anapiga vigeregere. Akasema, kwa kweli hali nilionayo ya moyo wangu ni jambo moja kubwa ambalo nataka niliseme. Nafikiri wote mtalishangilia au wengine mtalikataa. Watu wanasubiri wasikie anasemaje na mkate mkononi. Akasema, sikilizeni, mimi nilitegemea huyu msichana atanienzi na kuniheshimu kwa zawadi iliyomkabidhi. Nimempa zawadi hii, anashanga ametupa watu. Hata mimi ningetupa pembeni, hata mimi ningetupa. Sinaona unacheka. Hata mimi ningetupa. Mkate na hivyo, mkate wenyewe. Huo mkate wa 500 ndiye anampa mchumba wake. Unajua watu wana maneno eti. Sasa yule kijana akasema, mnisikilize. Huyu binti nampenda mno na ninamjali kuliko yeye anavyofikiri. Lakini kwa sababu ya yale aliyoyafanya, sioni kwamba ninafaa kukaa na huyu binti. Wazazi wake, naomba tuishie hapa. Huyu hapa anapenda hela nilionayo, hanipendi mimi. Wakaanza kumsikiliza. Kwa nini naongea hayo? Angechukua mkate akaelewa ndani ya mkate kuna nini. Na wote nikampa mkate, kumbe nina upendo unaozidi nini? Mkate. Sasa yeye anahesabu maisha nilionayo ndiye anayotaka kuyaleta kwenye ukumbi huu. Lakini huu ukumbi naomba muelewe, huyu mke wangu nampenda kuliko ninyi mnavyojua. Ila sasa kwa sababu ya yale aliyoyafanya, huyu nitakapoporomokewa na uchumi hatoishi na mimi. Sasa wazazi, naomba mrudi na mtoto wenu. Mimi leo au simeishia hapa. Msichana akaanza kutepeta na angalia mchumba wake. Akaanza kutaka kulia, akasema, hapana, nisikilize. Umenidhalilisha. Akasema, sasa wapendwa, ngoja niwaambie nilichokuwa nimeandaa kwa mke wangu. Akasema, nimekuja na gari hizi 2. Ile gari mnayo nimekaa mlangoni ndio nilikuwa nataka nimwachie huyu binti aje nayo siku ya kufunga ndoa. Funguo yake hii hapa. Anafumua kwenye nini? Kwenye mkate. Kwa hiyo angeenda na mkate, angeenda na gari. Inawezekana mkate angeutupa kiwa kwenye gari, kwenye kiyoyozi, lakini autupa ndani ya kanisa. Mnanielewa? Mnanisikiliza? Kuna wengine mmepoteza heshima ya kwenda mbinguni kwa sababu ya vitu vidogo. Mikate tu. Watu wanapenda mikate. Waliimba wale watu, lakini huyo wanapenda. Ndani ya mkate mnafungua ametupa. Ndani ya wokovu wa Yesu mna uzima wa milele unatupa. Ya unasikia, ndani ya maombi mna ushindi unatupa maombi. Jamani, ndani ya neno la Mungu mna uzima unalitupa neno. Wewe unaponea wapi? Msichana kapoteza nini? Sasa niwaambie wapendwa, ogopa kuishia send off. Send off ni kitu kimoja kizuri, lakini ukiishia pale kinauma. Kuna msichana mmoja Chanika TAG, tumepokea taarifa huko. Yule msichana amepoteza mchumba. Chanika hapo sio mbali TAG. Tulikuwa tunazungumzia hayo kwenye vikao vyetu, tukapokea taarifa kutoka watu wengine. Yule msichana ametolewa mahali.
Yale msichana ni kichefuchefu. Baba yuko ofisini kama hivi, Francis anakaa ofisini, au nani huyu, hata wakina Waruhiga wa nani, mna ofisi mnazofanyia, hata wale mnaokaa shuleni ni walimu wenu mnajua. Yana amekaa pale, yule msichana tu, yana nafikiri mume wake anamjua, hela anayoipata yote ni ya kushinda mekatu. Simu iko masikioni. Kaka, hebu pokea simu yangu basi. Akamwambia nisubiri, nipo kwenye kikao. Kaandika message, mshamba nini, mjinga nini? Una wanawake wengine una nini? Kijana anaiona ile. Na kuna wanawake hapa mna maneno, acha nisiseme. Kuna msichana ana maneno, acha akiongea chiriku agusi. Sasa hajakasa hiyo message imeingia, ikaingia na nyingine ngapi? Ya pili. Wewe inaonekana unanizingua. Ishia hapo, usinipigie simu tena. Kama yani yote hao unaongea na nimekwambia uko kwenye kikao. Kwani usiwe na discipline? Yule kijana akasikia. Akatulia. Jioni hajatoka shuleni, message ya pili. Kwa nini umenichunia? Mtoto yule ametoka kwenye kikao, ameenda kufundisha. Yuko kwenye lecture. Watoto mnaona message nani zinaingia message. Yeye yuko anajumulisha, moja jumulisha moja ni ngapi? Message inaingia uchumba. Inahusu nini hii? Yule kijana kachukia. Matusi kwenye siku moja yanayozidi 20. Hajamuoa yule kijana, ametoka pale anaenda ukweni. Baba mkwe, nashukuru kwa kuzaa binti huyu. Mungu akubariki. Ila taarifa ya mimi kumuoa imeishia wapi? Hapa. Na mahali nimesamehe, nimekuwa zawadi yenu. Sitaki. Ngoja nikuonyeshe baba. Message ya kwanza hii hapa, soma. Amesoma 3, mzee akasema zimeandikwa na mwanangu. Hii namba ya nani? Akasema alitakiwa kae nyumbani atamsaidie mama yake kupika. Hafai kuolewa huyu. Ni kweli kuna wasichana mna maziwa lakini hamfai kuolewa. Na kuna wanawake wengine mko kwa ume zenu, mmeishi tu kama kwenye mkataba wa kuvuna nini? Sio kahawa sio nini. Ila hafai kufaa kuishi na waume zenu. Haifai. Mnisamehe. Kwa nini naongea haya? Yako maneno ambayo unapaswa uyafahamu kwamba ni mpaka mimi mama kusema mbele ya baba, au baba na mimi ni mpaka kumwambia mke wangu. Leo msichana amekosa mchumba kwa kuropoka ovyo. Sasa juzi alikuwa ndo anahangaika. Baba yake, msaidie maombi binti yangu, anaanza kajinyonga. Afe. Sasa unafanya nini? Anza kajinyonga, mnisaidie maombi. Binti yangu hata amesononeka, anataka kuhama na kanisa, sijui na nini. Sasa hama kanisa kwa sababu gani? Si hama. Unafanyaje? Kweli wapendwa, inavunja nini? Moyo. Lakini naomba niwaambie, usiogope hata kama yangekutana na hayo vijana wangu, mwaombee wachumba zenu. Si ndio? Unafanyaje sasa? Ima, unanisikia? Maombi. Unakuwa tushuhudia hapa, umebadilika, sio ima wa vile. Sawa. Na naomba usio wa vile wa zamani. Lakini ikitokea vumilia. Jamani, amina. Yaani uwe na tabia. Sasa huyu msichana ameishia kwenye send off kwa sababu ya kujua ya kwamba mkate sio kitu chenye maana. Lakini ndani ya mkate kulikuwa na nini? Funguo ya gari. Kwa hiyo funguo ya gari iliondokea mlangoni, ikarudi nyumbani na uchumba umekosa. Mnajua kuna watu ambao hawakuvunjika moyo. Tunamwona ndugu yetu Ayubu, sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Naomba msome pale. Hebu soma pale.
sura ya 2 mstari wa 9 na ule wa 10. Mpaka 10 neno la Mungu linasema, ndio. Ndipo mkewe akamwambia, je, ndio, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Wewe hivi sasa unashikamana na utimilifu wako? Mkufuru Mungu ukafe. Basi mkufuru Mungu ufe. Hebu achia tu hapo. Jamani, amina. Jamani, amina. Sikiliza, Ayubu alipatwa na matatizo. Yaani katika watu ambao wamepata matatizo, Ayubu ni mtu mmoja ambaye mimi nikimsoma anaweza kawa namba 1. Mali zake ziliisha, watoto wake walikufa, kila anachomiliki kafanya nini? Na mwili wake ulikuwa na nini jamani? Mwili mzima una manini? Majipu. Mimi wanafundisha majipu ni ugonjwa mdogo, lakini usiwe mgonjwa mkubwa kama umepata yaani mwili mzima majipu. Na majipu yana tabia yakifika mahali yanataka kuiva, jipu likitaka kuiva linasaka kama mashine. Linauma. Kuna watu wengine hawajaugua majipu. Sasa jipu moja, sasa Biblia imesema majipu mengi yakamgonga huyo Ayubu. Na kumbukeni, Ayubu ilifika mahali yani watoto walikufa wake wote, mali zote. Aya. Kila aliyechunga machungoni anasema nimerudi kukupa habari. Yule ng'ombe zote wasema wamekuja kufanya nini? Wamebeba. Yani nauma. Eti tukao tumechikinga mvua, upepo umevuma, umeangusha nyumba yote, wote wamekufa, mimi nimebaki, nimekuletea taarifa. Biblia inasema Ayubu akanoa kichwa chake. Nakumbuka alichokizungumza kingine, mimi nilitoka tumboni mwa mama nikiwa uchi, nitarudi tena huko uchi. Jina la Bwana libarikiwe. Kuongea jina la Bwana libarikiwe kwenye matatizo ni kazi. Mnasemaje? Yaani kuongea jina la Bwana libarikiwe kwenye shida inahitaji umekutana na Mungu kweli kweli. Vinginevyo hapana. Kuku wanaisha. Mama mchungaji, kuku wote wanaisha. Mianzie kuku. Watoto wote wanaisha. Unanisikiliza? Kila kitu na kale kajengo kanaporomoka. Halafu nasimama, Bwana, jina lako libarikiwe Bwana. Hujamwelewa Mungu kweli? Mnanisikiza vizuri? Huyu aliyesema jina la Bwana libarikiwe, mambo yake yaliharibika, lakini Biblia inaniambia baada ya kubaki kwenye msingi, vitu vyote vilivyopotea vilirudi mara 2 yake. Ni maandiko. Yaani naomba usikate tamaa kwa mambo ambayo unayaona hayaendi. Mwambie Bwana, kwa mwaka huu iko nguvu ya kupusha hayo mambo yasiyoenda ili yaende. Kwenye maombi ndio mahali pa kuzungumzia. Ngoja niwachekeshe kidogo. Mimi siku moja hapo Mshorami hapa kuna kijana mmoja kumbe alikuja kusali hapa kanisani. Sasa yeye wakaja, walikuwa vijana 3 wanafanya biashara ya kuuza vyombo. Sasa mambo yameharibika. Wale vijana wakasema tunataka tuende tukafanyiwe maombi pale kwa mchungaji. Kumbe wao wanakuja wanataka maombi ya kufungua biashara. Sawa. Wakaja hapa wakasimama katikati ya watu. Kwa hiyo mimi nilipuliza maombi, jamaa mimi sielewi kinachoendelea. Nimepiga maombi hapa nimemaliza. Akachukua hela kwenda kununua mzigo. Amerudi amenunua mzigo umeuzwa. Amerudi amenunua mzigo umeuzwa. Anaona baraka zinakuja. Hasa baada ya kusema aje kanisani atakusali. Siku moja nakutana naye barabarani hapo Mshorami. Nikaona mchungaji na neno kusema na wewe. Naomba kae hapa. Sasa unaniketisha njiani, unikae kwa nini? Kwa ajili ya nini? Unajua kuna watu wengine hawanielewi vizuri. Jamani amina. Jamani amina. Yaani mimi ukiniambia kaa hapa sikai. Hiyo taarifa ndo nikupe. Kaa hapa. Ni mkoa mbwa. Maana Mungu aniona kama kaa. Sasa mimi niko barabarani. Kaa hapa. Kaa kwa ajili ya nini? Unataka kujieleze kabla.
mimi ndo nitafute mahali pa kukaa. Sio unaniamrisha kaa hapa kwa ajili ya soda. Wewe kuna adabu nyingine sijajua ikoje. Wewe kijana kaniambia kaa hapa. Nasema kwa ajili ya nini? Akasema wewe mchungaji kaa. Sasa mimi sikai. Unajua nitaka kukuambia nini? Sasa hapana, nataka unywe soda. Biashara yangu imefanikiwa sana. Yaani pale madhabahuni pako Baba, nimechota baraka zisizo za kawaida. Tangu umeniombea. Oho, ni kama wewe ndio umefunga biashara yangu. Nasema kwa hiyo nataka nikupe soda ya 600. Ndio nataka unywe soda. Na mimi nashukuru. Kwanza kwa taarifa yako, mimi soda huaga sinywi. Kwa unafanyaje? Nitakupa take away. Yaani mimi ni take away mimi unavyoniona. Nasema Mungu akubariki, take away sinywi. Kwa hiyo nafanyaje? Akakusa mfukoni, sikilize nilivyokusa mfukoni. Akachomoka harufu. Mchungaji, ngoja. Nikawe. Mchungaji kwa kweli. Kwa kweli mchungaji. Nimebarikiwa. Nikaangalia harufu. Nikasema sasa nisikilize kijana. Naomba nikuulize msingi wako una shilingi ngapi? Sijui sana lakini haukosi kama dakika kadhaa. Nikamwambia nataka nikuongezee 5,000 tu ya kufika Kariakoo, kanifuate mzigo mwingine. Nikutukana hata neno la Mungu. Mchungaji anamuita kwa shilingi 1,000 barabarani, kwamba umebarikiwa. Mnaona nakuja? Nataka tuongee na wewe unielewe. Yaani mchungaji uliyeomba mtu amebarikiwa, anakutishia barabarani, anakuambia kiti hiki hapa kaa, akachukue nini? Soda ya shilingi ngapi? 600. Halafu anajua akitoa 600 atadai change shilingi ngapi? 400. Aondoke na wewe ubaki kwenye kitu na kunywa. Uanze kushukuru Mungu nimepata soda. Mungu atusamehe. Mimi nikasema nimekushukuru lakini labda nikuongezee 5,000 ukafuate mzigo. Akaanza kuona kama aibu kidogo. Nikamwambia lakini vyovyote vile mimi sitachukua hela yako leo. Kaombe Mungu. Shida sio hela, shida wewe roho yako unamuelewa Mungu aliyekubariki. Akaondoka, nikaondoka. Hiyo soda sikunywa. Na sitokunywa mpaka leo sijainywa hiyo soda. Mimi sio kukuta barabarani kaa hapa kwa shilingi 1,000. Hapana. Jamani pia nina heshima zangu jamani. Mtu wa heshima nini? Heshima. Wewe ni wakuniketisha barabarani kwa harufu ili nishinde na tafakari barabarani kwa harufu moja. Amen. Amen. Yaani ni kwamba ni kama watu wanafikiri Mungu akiwabariki ni Mungu wa kutania. Mungu anatubariki kweli, anatubariki. Na wale wote mnaotumikia Mungu atawabariki. Wala hawaache, Mungu atawabariki. Na hata hivyo hamkuwa hivyo. Wangapi wanakumbuka walivyokuwa mwanzo ndivyo walivyo? Rudisha mawazo miaka 5 nyuma ulivyokuwa na sasa. Bora ni wapi? Sema baada ya miaka 5 na hapo ulipo, bora wapi? Kuna mtu anajuta kufika leo na hali alionayo. Na hata kama ungesema unajuta, bado Mungu anakuona. Hiyo inaweza kama ni mapito, akupeleka kwenye mafanikio ya baadaye. Anaelewa Mungu. Lakini kukata tamaa ni jambo ambalo hutakiwi kuwa nalo. Haya maisha yana sauti nyingi, yana hatua nyingi, yana changamoto nyingi. Usikatishwe tamaa na maneno ya watu. Wakifika kwenye biashara yako wanakuambia hii biashara imeshakufa. Waambie haijafa. Anayeisimamia biashara hii ni Mungu anayejua maisha yangu. Anaweza kufanya njia pasipo na njia. Haya maisha, mnayaona maisha haya yana safari ndefu wapendwa. Yana safari ndefu. Usiyakimbilie maisha ukafikiri maisha ni haya unayoyaona. Baada ya maisha yako kuna maisha mengine. Lakini mafanikio hayaji bila taabu. Maisha mazuri hayaji bila machozi. Yaani raha haiji bila maumivu. Kama unategemea raha haiji bila maumivu, utamwibia baba yako, au utamwibia bibi yako au babu yako. Mahali popote ambapo pana maendeleo yoyote, muulize mwenye maendeleo aliumiaje, atakupa historia. Mnanielewa vizuri?
hata maisha ya kiroho kadhalika. Ukiona Mkristo aliyesimama ana changamoto alizokutana nazo. Huwezi kukaa ukaanza kunena kwa lugha tu. Hapana. Kuna nguvu inayotumika mpaka ufike viwango hivyo. Mkristo usije ukakatishwa tamaa na changamoto za afya. Afya inakuja, inapotea, inakuja, inapotea. Lakini mtoa afya ni Bwana Yesu. Hapa anaweza kaamua hiyo hali unayoiona haipo ikatokea kutokuwapo. Nisikilize vizuri nikwambie. Kidogo tu. Yule mama mmoja wa kule Morogoro, na ninakwenda kumaliza. Nataka nitoe mfano wa mama. Yule mama nilikuta ametumia milioni 6. Nimeenda kuhubiri mkutano mahali pengine. Na kule nilikokwenda sindiko tulikuwa na mama mchungaji. Wakaniomba jioni moja ni ufundishe kwao kwenye kanisa la FPCT. Sasa mimi nafundisha pale, wanategemea saa 10, saa 1 ndio wale wenyeji wangu watanipokea kutoka kwa huyo mchungaji. Nikaenda kwenye ibada yao. Niko nafundisha, yule mama yuko pale, ni mama aliwahi kuja na hapo. Sasa nahubiri, naona yana machozi tu, kumbe ni machozi, mapepo yanamtoa machozi. Kuna mtu mwingine anaona anatirika machozi, kumbe ni pepo linatoa machozi. Kuna mapepo mengine hayaongei, yanatoa machozi tu kwa mtu. Sasa yule binti machozi yanatiririka, mimi nikajua tayari huyu amepagawa, lakini bado hajapiga kelele wala nini. Nikatulia tu. Baadaye niliposema tuombee watu, yakaja kumuombea, mapepo yakapiga kelele. Sasa anapiga kelele akamwacha. Wakati tunaendelea kuomba Mungu, yule binti anasema kuna vitu vilikuwa tumboni vinavyotembea, akasikia vimeanza kutembea tena kwenye tumbo. Vinatembea na vilikuwa vinatembea, vinatoka mkono wa kulia vinaenda mkono wa kushoto. Vinatembea, vinapanda juu, wakati vinatembea, wakati mwingine anasikia kichefuchefu, na hivyo ndivyo vilikuwa vinamsumbua. Vikitembea, amekuja Muhimbili, amepima, mpaka wanaanza kumpangia mazoezi. Wewe unapangia mazoezi pepo? Wewe akaja maana pango mazoezi akaripoti Muhimbili. Akapanga mazoezi. Amemaliza milioni 6. Anakurudi nyumbani, si ndio ameshaambiwa atakuwa anarudi tena baada ya miezi 3. Huo mwezi kabla haujaisha mimi nafika pale. Sasa nimemwombea, amefunguliwa. Siku ile ile alipopona, akasema nasikia mwili wote umekuwa na uzuri sana, nasikia raha sana. Yale maumivu siyasikii. Bwana ameniponya. Ndio mume wake akasema hivi, tuko na mama mchungaji, huyu Mungu aliyekuponya sitomwacha. Mnanisikiliza? Ndio. Sisi tunataka kutoka siku hiyo, kama kesho tunaondoka. Akatuambia yani hao watumishi wasiondoke mpaka wamefika kwangu, waondokee kwangu. Yule mchungaji naye akasema sawa, tutawapitisha hapo. Tukaenda pale, kanda chakula tukala. Mimi nikasema pamoja na kuwa nimekula chakula hiki akinisaidia, utasali wewe mke wako amekufanyia, Mungu amekufanyia haya. Ndio, takuwa Mkristo ndani. Yani kweli milioni 6 zimeisha. Nilikuwa nataka kununua na gari, mambo yameharibika. Nikasema asante. Mpaka leo ninavyokuambia hajatia mguu kanisani. Mpaka hivi ninavyoongea na wewe hajatia mguu wapi? Yani kule kukanyaga na kuangalia kanisa likoje, hajaingia. Ila mke wake tangu siku ile mpaka leo ni mzima, tangu siku ile. Sasa yule mama alipoona uzima umeendelea, akasema Mungu wangu, sasa nafanyaje? Ngoja nikamwone huyu mchungaji. Hata baba kama haendi kanisani, nafanyaje? Ametoka Morogoro amekuja kuniona wapi? Sasa nifika hapa kwangu. Na hapa kanisani simlimuona. Akasali hapa. Lakini mke wake mpaka leo juzi tumeongea, nasema yani mume wangu hajatia mguu kwa wapi? Anachofanya tena furahia kwa sababu sasa hivi anatuma kazi kama punda. Unasikia? Anamtuma kazi kama nini? Na yule mama sasa ni mtu wa juhudi, ana biashara anafanya, ana duka analoliongoza na kulisimamia. Mume wake ana duka la kwake. Kwa yule mama anakuja Kariakoo, anarudi Morogoro, anakuja Kariakoo, ana biashara yake. Unakuta yule mama sasa anasema baada ya kupona nimerudi kama ujana tena umenirudia. Ile nguvu nilionayo ni sio ya kawaida. Nimpe Yesu nini jamani? Nashukuru kwa uponyaji wake. Lakini shukrani kwa baba haipo. Yaani hapa kuna mtu Mungu anaweza kukufungua. Watu hawaoni kama Yesu amekufungua, hata wana familia. Wakati wangeutia moyo.
Jamani, Yesu anatuponya na mambo mengi. Yesu anatuponya na mambo mengi. Naomba mchana wa leo usikate tamaa kwa mwaka tulionao sasa. Huu mwaka tunataka tuutamkie ya kwamba ni mwaka wa kufanikiwa kwetu, hata kama wengine wasione tunafanikiwa, watuone tunavuka ngambo ya pili. Yule anayetuvusha yupo. Na ukweli ni huo. Mama, ulikuwa unasema tenda, utazikimbia tenda, maana aliyekuita yupo, anakujua. Kwa nini unafikiri Mungu hatuoni? Mungu hatuoni? Mungu hatuoni? Hata uliokosa kazi, unafikiri Mungu hakuoni? Mimi nataka mwaka huu usiwe na kazi, uwe na kazi. Hivi mnanisikiliza? Usiwe na kazi, utakuwa na kazi. Hata kama watasema usiwe na kazi, wataiona kazi unayo. Na wewe uliye na kazi, Mungu tunataka tumwambie hiyo kazi yako aiboreshe. Inawezekana jamani, tunaishi kwa maneno na imani. Tukisema tunaliamini neno kama ninavyosema. Acha kukata tamaa, usijikatie tamaa, hujafa jamani. Unajua kukata tamaa ni kitu kimoja kigumu sana. Juzi wa PGS waliimba kama sijui nani angekata tamaa asingepata nini? Asingepata mtoto. Unajua kukata tamaa ni moja ya changamoto katika maisha ambayo ni mbaya sana. Mtu akikata tamaa hata kulima hawezi kulima. Mtu akikata tamaa hata kufanya biashara hawezi kufanya biashara. Mtu akikata tamaa hata kufanya chochote afanye. Anasema, jaribu kufanya nikashindwa." Usikate tamaa. Narudia tena, usikate tamaa. Huyo Yesu aliyemwamini anakuona, usikate tamaa. Biashara wanaiona ni ndogo, hivyo ilivyo, usikate tamaa. Huo ndio ukweli wa neno la Mungu. Kama tungeangalia kukata tamaa, hata mimi ningekata tamaa. Waliniita jina mwanzo mgumu. Mchungaji aliyeshiba wa shirika alikuwa anasema, "Nendeni kwa mwanzo mgumu." Nendeni kule tu kwa mwanzo mgumu. Mimi wananiita mwanzo mgumu, lakini mimi sio mwanzo mgumu. Na kweli mwanzo ni nini? Mwanzo ni mgumu. Kiswahili kilikuwa kizuri, tukilimshinda kuelewa. Mwanzo ni ile yeye akatengeneza kama matusi. Na mimi nikapokea mwanzo mgumu. Nikakaa hivyo. Lakini mimi sio mwanzo mgumu. Jamani, amina. Mungu ukivumilia anakuvusha. Ukisimama tuombe Mungu itakuwa vizuri. Nataka tumwambie Mungu leo. Huu mwaka leo ni siku ya 4. Pande 4 za dunia. Nataka tumwambie Bwana amilikie vitu vyote. Aviamuru viwe sehemu ya maisha yetu. Yeye Mungu anajua. Umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba ni mkono wa Yesu. Umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba ni mkono wa Mungu. Umenibeba umenibeba
umenibeba, umenibeba, umenivusha ni mkono wa Mungu, umenivusha, umenivusha Yesu, umenivusha umenivusha ni mkono wa Mungu, umenivusha, umenivusha umenibeba, umenibeba, Mkono wa Bwana umekubeba, umekuvusha. Uko hapa kwa sababu Mungu ameamua kukuvusha. Kuna mambo unataka kufanya yako na rabasakoro yakasakora kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunahitaji tukuone mchana wa leo, tunahitaji tuone matendo makuu unayofanya, tunahitaji tusaidie kwa shughuli zetu, biashara zetu, maisha yetu. Hatuoni mwingine wa kutubeba kama sio wewe. Tuna changamoto nyingi, ndio, tupe moyo wa kusimama katika changamoto hizo ili tuvuke ng'ambo ya pili, maana Yesu kwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu tena. Yakasakora masaka riko ya saka katika jina la Yesu.
kama upo. Kama upo tunaimba. Unaweza kusogea tuombe na wewe. Inawezekana unaziona changamoto. Tumwambie Bwana changamoto zinaisha. Yesu yuko upande wetu. Anatupenda. Sogea mbele niombe na wewe. Na ushindi. Kabla sijaomba, kama unaona unataka tuombee uchumi wako, naomba usogee. Unaona tunataka tuombee mipango yako na miradi yako, hebu simama hapa mbele tuombe kwa ajili yako katika jina la Yesu. Yakasakona rabashaka. Tuombee ofisi yako, njoo mbele tu. Yakona yakona ribosiko yakasaka kwa jina. Nisikilize mpendwa wangu, ni kwamba mambo yetu yanapatikana kwa Yesu tu.